Habari mpendwa mtazamaji, karibu katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha historia ya watunzi wa nyimbo za Kristo. Hapa huwa tunapata historia mbalimbali za watunzi mbalimbali walioweza kutunga nyimbo za Kristo ambazo hadi leo zinatumika makanisani. Na leo tutaangalia mtunzi wa wimbo nambari 9 katika nyimbo za Kristo, wimbo unaosema Muumbaji Mfalme, My Maker and My King. Wimbo huu wa sifa ulitungwa na Anne Sterl, anayekadiriwa kuzaliwa mnamo mwaka 1716 au 1717 katika kijiji kidogo cha Broughton, Hampshire, karibu na mji wa Southampton, Uingereza. Anne alikuwa ni binti mkubwa wa mfanyabiashara wa mbao na kiongozi wa kibaptisti wa kujitegemea asiyelipwa aliyeitwa Mr. Steele. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa Anne alikuwa ni mwandishi wa kwanza wa kike wa nyimbo za Kristo ambaye alitunga wimbo huu Muumbaji Mfalme katika mwaka 1760 uliokuwa na kichwa kisemacho Mungu muumbaji na mpaji wa baraka. Wakati wa utoto wake, Anne alipata ajali iliyodhoofisha maisha yake yote, na siku ya harusi ilipokaribia, yaani usiku wa kuamkia siku ya harusi, mchumba wake kwa bahati mbaya alikufa maji. Matukio hayo mawili yalimfanya kuwa na huzuni sana, lakini pamoja na huzuni aliyokuwa nayo, hakuthubutu kushawishika kukata tamaa. Baada aliimarika zaidi na kudhamiria kujitoa kamilifu kwa Mungu, kuendeleza karama yake ya utunzi wa nyimbo. Anne alianza kazi ya uandishi wa mashairi akiwa mtoto mdogo na kuweza kuchapisha mashairi yake hadi ilipofika mwaka 1760. Ndipo alipoanza shughuli ya uchapishaji kwa kutoa nakala 2 tofauti za vitabu. Mnamo mwaka 1778 tarehe ya 11 mwezi wa 11, akiwa Broughton, Hampshire, Anne alifariki dunia na kuacha jumla ya nyimbo 144, Zaburi 34 na mashairi 30 aliyoyaandika kwa kumtumia mwandishi Theodosia. Katika historia hii tunapata somo gani? Nchi na vyote viujazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Zaburi sura ya 24 na ule mstari wa 1. Yaweza kuwa iliandikwa kusherekea uhamishwaji wa sanduku la agano kutoka kwenye nyumba ya Obedi-Edomu kuelezea Yerusalemu. Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 10 hadi 12. Historia inaelezea kwamba zaburi hii ilikuwa ikiimbwa kila siku ya kwanza ya wiki katika huduma hekaluni. Maudhui ya Zaburi 24 yanaonyesha kuwa Mungu wetu wa mbinguni ni mmiliki wa kila kitu katika ulimwengu huu. Pia ni muumbaji na mratibishaji wa kila kitu tunachokiona. Kwa hiyo watu wanaweza kudai mashamba, majumba na falme kuwa ni vyao, lakini Mungu ndiye Bwana na mmiliki wa kila kitu, ikiwemo mimea, miamba, vyanzo vya maji na wanyama wote. Mwandishi wa wimbo huu ameelezea kuwa hakuna chochote anachoweza kutoa kwa sababu vyote ni vya Mungu, kwa kuwa ulimwengu na vyote viujazavyo ni vya Mungu. Sisi sote ni mawakili au wasimamizi wa mali zake. Hivyo ni lazima tuwe uangalifu katika kutumia kila kitu ambacho Bwana ametukabidhi, kwani siku moja tutatoa hesabu kwa kila kitu tulichokifanya katika ulimwengu huu. Pia kutokana na ukarimu wa pekee Mungu aonyeshao kwetu, uhai wa bure, afya bora, ulinzi, mibaraka ya watoto, mvua, vyakula na mengine mengi, mtunzi wa wimbo huu anaendelea kusema kuwa upendo wake Mungu wetu unadai mimi na wewe tuwe na moyo wa shukrani katika maisha yetu.